Kwa mujibu wa maelezo yake, wakati akakiuza kile kiwanja akamuuzia mzee wetu Ahmed Salim Bakhresa, akamuuzia hicho kiwanja. Sasa huyu ndio mzee Makacha, mfanya biashara. Sasa akija akinikuta mimi na kazi inaendelea, ndio wale haondoka hapa. Alani wake maarufu akanambia, ukimaliza kazi zote leo, kesho utafanya kazi gani? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Ama baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia ziada ya rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi leo tumemzika Sheikh wetu Sheikh Ahmed Ismail Makacha maarufu Somo, aliyehudumu Mahad ibn Abbas kama mwalimu mkuu kwa takriban zaidi ya miaka 20, na yeye alishika nafasi hii ya umudiru akianzia katika nafasi ya walimu wa kawaida. Maana shule yetu ya Abdullah bin Abbas ilianza mwaka 1991. Masomo yalianza, watu walisoma, kisha baadaye hapo ikatokea changamoto katika nchi ya Kuwait, kiasi kwamba shirika la Africa Muslim Agency kwa kipindi hicho ikasitisha masomo kwa wanafunzi, wakapewa likizo siokuwa na muda maalumu mpaka pale ambapo hali itakapotulia. Kwa baadaye hali ilitulia, wanafunzi wakarudi tena masomoni wakiwa chini ya mwalimu wetu mkuu almarhum Sheikh Rajab Mnenge rahmatullah alayhi, na yeye alishika nafasi hiyo kwa muda. Sheikh Isa Rajab Mnenge rahmatullah alayhi alishika nafasi hiyo kwa muda mrefu, na kisha baadaye kaja kushikwa na Sheikh wetu mwingine Sheikh Abdurrahmani Allah amraham, na baadaye akapata safari ya kwenda Uingereza, na ikatokea sidfa naye akawa amefariki huko Allah amraham. Sasa katika kipindi hiki Sheikh Ahmed Ismail Makacha ndio alikamata nafasi ya kuwa mkuu wa Mahad ibn Abbas, mwalimu mkuu, mtendaji wa ofisi wa ndani na nje, nikiwa na maana mtendaji mkuu wa shuleni, lakini anatoka anaingia ofisini kule kwa ajili ya kupanga majambo yaende. Amedumu zaidi ya miaka hiyo ambayo nimesema. Kisha baadaye kwenye miaka hii ya karibuni Allah subhanahu wa ta'ala akampa maradhi ya stroke yaliyodumu katika mwili wake si chini ya miaka 10, maradhi ambayo kusema kweli yamechukua sehemu ya vipato vyake katika kumhudumia jinsi gani anaweza anapata shifa. Na hasa tukizingatia kipindi cha mwanzo tumekuwa tukimchukua kumpeleka Muhimbili, na gari ofisi na kuja na mchukua kumpeleka Muhimbili, anafanywa mazoezi, baadaye gari binafsi za kwetu sina wengine tutamsaidia shekhe yetu. Lakini kafikia hatua sasa uchumi ukaanza kudorora, akawa baki tu nyumbani. Lakini ufumbuzi ukaja kutokana na hali yake, bado akawa anachechemea. Tukamtafutia kigali rahmatullah alayhi, akawa wanafunzi wanaenda wanamweka kwenye kigali kile, wanambuguza mpaka shuleni, anakuja kufundisha somo lake, na hasa shekhe somo lake lilikuwepo tauhidi na aqida rahmatullahi alayhi. Amedumu pia katika sura hii ya kuletwa na kigali, anafundisha, anaondoka takriban si chini ya miaka 2-3 kwenye hali hiyo. Hebu angalia mtu aina hii katika maradhi hayo, baada wanaambiwa wanafunzi, hebu nibebeni pelekeni shuleni. Lakini mzee Makacha hakuwa tu mwalimu mkuu, lakini alikuwa baba, alikuwa kiongozi mlezi. Hasa mimi binafsi ninamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, si tu kwa mwalimu ibn Abbas chini ya uongozi wake, lakini pia nimewahi kuwa kama secretary wake kwa muda mrefu. Na kipindi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alipompa mtihani huu wa maradhi, mimi nilikuwa ndo mwalimu mkuu na kaimu nafasi yake kwenye kipindi chote hicho. Naingia asubuhi, natoka saa 2 usiku.
kazi za ndani pale shuleni, lakini kutoka pale kazi za ofisini na kwenda hivyo. Kwa hiyo kuna mengi ambayo mimi binafsi nimeyasoma, nimejifunza kutoka kwa Mzee Makata katika utaratibu mzima wa uongozi, katika utaratibu mwingine wa kazi. Namna gani Mzee Makata alikuwa mkarimu kwa watu wake, wanafunzi wake, alikuwa mkarimu zaidi, mashaallah tabarakallah. Miongoni mwa ukarimu wake alikuwa na maneno yake akiwa ananiambia, na sasa akija baada ya kuwa magharibi imepita na kuja ofisini kukagua mazingira yakoje ili afunge, sasa akija akinikuta mimi na kazi inaendelea, ndaesha wale, haondoka hapa. Maneno yake maarufu alikuwa ananiambia, ukimaliza kazi zote leo, kesho utafanya kazi gani? Na kweli akiniambia kipindi hicho mimi nafunga kazi na kompyuta yangu naondoka. Jinsi gani alikuwa na huruma na vijana wake. Lakini pia alikuwa si tu mwalimu mkuu, si mwalimu tu, si kiongozi kufundisha mambo ya idara, lakini pia vile vile alikuwa ni baba kwa wanafunzi. Mimi nakumbuka Mungu alimpa bahati ya kununua maeneo baadhi ya Mlamleni Chuli huko, lakini yale maeneo alikuwa aghlabu sana huwa anauzia wanafunzi wake kwa bei ya taksit. Yani anakuambia labda miguu 25 kwa 20 au 40 kwa 25, nipe milioni 1 tu kwa wewe wanafunzi wangu. Tena usinipe yote keshi, nipe kidogo kidogo, unaipa kwa awamu. Kweli wapo wanafunzi wamefaidika kwenye hilo, wamepata viwanja na wamejenga na wanaishi Chuli kupitia mgongo wa Mzee Makata. Kwa hiyo utakuta sio mwalimu mkuu tu, bali ni baba mlezi. Wamelipa kidogo kidogo na hatimaye wamejenga na hivi leo wanakaa na familia zao. Lakini Mzee Makata alikuwa ni mfanyabiashara rahmatullah alayhi. Tena akiwa Madina na alipokuwa anarudi hapa. Kuna siku alimsimulia, anambia mimi nilikuwa Madina, nilikuwa na kampuni yangu, nilikuwa kazi naagiza magari kutoka Japan. Anasema nimewahi kuleta mimi Costa hapa, ilipofika hapa mpya kabisa, watu wa wizara fulani wakaitamani ile gari kipindi hicho cha Mwalimu Nyerere na akaiuza. Lakini si hivyo, kwa kipindi chake Mzee Makata rahmatullah alayhi alikuwa amewahi kununua kiwanja maeneo ya Msasani, maeneo ya ufukweni Msasani kule. Kiwanja kile akajenga msingi, kaendaenda maisha akawa barabara. Kwa mujibu wa maelezo yake, Mzee Makata akakiuza kile kiwanja, akamuuzia mzee wetu Ahmed Salim Bakhresa, akamuuzia hicho kiwanja. Sasa huyu ndio Mzee Makata, mfanya biashara, lakini mtu wa kampuni alikuwa nayo, lakini alikuwa pia ana kampuni ya kutengeneza mambo ya furniture, milango, madirisha, nini. Kiasi kwamba ile na basi yale madirisha mnayoona, ile milango mnayoona, yote ilitengenezwa kupitia kampuni yake yeye Mzee Makata rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo alikuwa baba, alikuwa mudiru, alikuwa mwalimu, alikuwa dai, alikuwa mlezi, alikuwa mtu mwenye huruma sana sana. Na hili wanafunzi waliosoma pale wanalijua na wanalikumbuka sana sana kupitia huruma yake. Wameweza kusoma pamoja wakiwa na familia, siku wanakuja, siku hivi tena watu wazima. Na alikuwa na maneno yake, anasema sisi kituo chetu Ibn Abbas ni kituo cha dawa kabisa, kuandaa maduati watakaokuja kufanya kazi ya dawa. Ndio maana sometimes zile nidhamu za kidarasa zilikuwa tunaziweka pende kidogo, tunaangalia ustaarabu, tunaangalia majukumu ya kidawa bila kujalisha huyu yuko vipi na vitu hivyo. Na alhamdulillah kwenye mpango wa dawa imetusaidia, kwa sababu kuna wanafunzi ambao walikuwa madarasani wazito, lakini sasa hivi wamefunguka, nao wapo katika nyanja za kidawa. Huyu ndio Sheikh Ahmad Ismail Makata maarufu Somo, lakini alikuwa ni mtu anashati sana. Sisi miongoni mwa mambo ambayo alikuwa anafanya na direct aid kwa sasa hivi, ilikuwa kila baada ya likizo zile mbili za mwezi wa 6 mwezi wa 12, baadhi ya wanafunzi wanachaguliwa waenda kufanya nashati dawia, nashati za kidawa maeneo mbalimbali. Lakini pia tulikuwa na nashati za kunafanya dawa na kufundishana baadhi ya mambo mengine ufukweni. Nenda bichi sisi, nitakupumzika kule, tunafanya dawa, mihadhara mbalimbali. Sheikh anakubali, anaacha familia zake, anakuja kuliwa na mbu kule ufukweni ukujua wewe. Na tulikuwa tunakaa tu kwenye mabanda tu vya kawaida ufukweni kule. Tunakwenda na vyakula vyetu, tunapika, tunakaa siku 3 na shati za kidawa pale, tunafundishwa hiki na hiki na hiki. Huyu ndo mzee Makata. Hakusema mie mudiru, hakusema mie nini aka nyumbani, la, bali tulikuwa naye bega kwa bega. Na wageni walikuwa wanakuja bega kwa bega, tunakaa nao kule kwenye mbu. Huyu ndo mudiru
Sheikh Ahmad Ismail Makacha. Wallahi umetufanyia mengi sana katika nchi hii, na wanafunzi wengi sana wametoa, maduati wengi wametoa, wamepitia Abdullah ibn Abbas. Alijichanganya kusema kweli, alichanganyika na watu. Huyu ndio mzee Ismail Makacha, kiasi kwamba kutokana na kujuana kwake na watu na kuchanganyika na watu, ilifikia hatua pikipiki yake ya Suzuki ya njano anakwenda anaipaki sehemu yoyote, anaondoka hivyo. Kuna siku ilitokea amechukua pikipiki akaenda pale Machinga Complex kwenye nguzo ya umeme, akaipaki pale. Alipopaki akaondoka zake masokoni huko Kariakoo, akazunguka huko. Alipokuja pale ile kwenye nguzo ya umeme, ile pikipiki hakuikuta. Lakini wakati anaweka ile pikipiki kulikuwa na mwandazimu mmoja pale yupo. Basi alipokuja akamwangalia ile mwandazimu, akamwangalia, akatoka mzee Makacha rahmatullah alayhi, akaenda zake polisi pale, nadhani maeneo msikiti wa Morogoro ule mtaa, nadhani mtaa Pangani kitu kama hicho. Akaenda pale polisi akatoa taarifa, jamani, mimi nipaki pikipiki yangu maeneo fulani, sasa pikipiki nimekuja sijikuta. Pikipiki yako ina gani? Akaitaja Suzuki aina hii. Akaa hapo. Sasa kadhalika pale akaja kijana mmoja akamwambia mzee Makacha katika wa polisi, ndio wewe ulikuwa na darasa ya tafsiri msikiti wa Tungi kila baada magharibi na lisha? Mbona ndio. Mwaka 91 kitu kama hicho, kanda kwa kumbukumbu vizuri alivyoambia, ambia ndio. Mimi unanikumbuka? Ambia hapana, sikukumbuki bana, mimi ni mmoja katika wanafunzi wako wa darasa lile ambao nimeshiriki muda mrefu kwa darasa lile. Wallahi nimekuwa napata faida sana, hasa faida ya kitauhidi. Sasa pikipiki yako subiri. Akaitwa yule ambao ile polisi, kumbe alipita pale akaikuta, akaiburuza tu, akaja leo kituoni, akaja yule mhusika, akaambia pikipiki yako hapa. Wewe mzee usizoeze tena kuweka pikipiki hivyo. Kaambia pikipiki niko mwenyewe atarudisha kama vile mimi nalipa pikipiki yangu. Huyu ndio mzee Ahmad Ismail Makacha rahmatullahi alayhi. Kusema kweli ni mengi ya kuzungumzwa kuhusiana na mzee Makacha, lakini kwa ufupi tunamkumbuka kwa kheri kama na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, kumbukeni mema yale ambayo yaliyoachwa na maiti zenu, udhkuru mahasina mautakum. Na sisi leo tunamkumbuka mzee Ahmad Ismail Makacha kwa yale aliyotutendea ya kheri, kwa yale aliyotufundisha. Wallahi kuna kitu kingine ambacho mimi nimekisoma kwa mashekhe zetu. Kama mnavyojua mzee Makacha alifundisha pale akiwa na Sheikh Ruya. Sheikh Ruya na mzee Makacha walikuwa kabla kauzaini hivyo kwa karibu kabisa, marafiki. Wallahi walikuwa na neno lao wanalisema. Kwa mzee Makacha alisukana mbele mzee Ruya rahmatullahi alayhi kwamba wewe Hussein, wewe sema lolote dhidi yangu mimi nimekusamehe. Na mzee Ruya alisema hivyo, na wewe Ahmed niambie lolote baya kwangu mimi nimekusamehe. Wamesameheana, wameishi hivyo. Watu ambao wameishi ndugu, majamaa, marafiki kwa hivyo, lakini wameona tumeshasameheana. Kwa hiyo wanataniana katika hali ya kawaida. Akitokea mtu kamuuliza kwamba nishakusamehe hilo hivyo. Hawa ndio mashaka zetu waliotoka hapa wakiwa wamejaza elimu ya dini kwanza na akhlaki na tabia njema. Walipotoka kwenda mamlaka au Saudia kwenda kusoma, walienda kuongezea vitu. Ndio hivyo walivyokuwa wanaishi, tofauti na sisi wanafunzi wa leo ambao tumetoka hapa tukaenda kusoma nje tukarudi. Jinsi ya vile tunavyoishi sisi kwa sisi sivyo walivyokuwa wanaishi wa mashehe zetu. Mnasikia mashehe hapa wakizungumza wasifu wa mzee Makacha kama alivyoongea Sheikh Abdallah Saleh Ndauga. Maalim Ahmad Ismail Makacha Somo, huyu ni mtu ambaye wallahi lazim mimi ninashuhudia katika mimbari hii au katika habari hii mbele ya msikiti huu, ni shahidi kwamba miongoni mwa watu ambao mimi nilipata kuwaona na wengineo, lakini huyu bwana ninashuhudia kwamba Maalim Ahmad Ismail Somo shekhe wetu huyu alikuwa ni mtu ambaye ana ubora. Kasema maneno mazito yeye jinsi gani alikuwa ameishi na mzee Makacha, lakini Sheikh Nasr Amri amezungumza na anaweza kusema mwenzetu huyu Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia roho ya kipekee. Punde kuhusiana na mzee Makacha aliishi na vipi, sivyo tu Sheikh Hamid amemzungumza kuhusiana, Sheikh Talib wote wamemzungumza Sheikh Makacha. Hakuna miongoni mwao hawa aliishi nao vibaya.
Kila mmoja anasema alikuwa ananipigia simu mimi, anipigia simu mimi, ananiulizia. Huyu ndio Sheikh Ahmad Ismail Makata Somo rahmatullahi alayhi alivyokuwa ameishi na wenzie. Ni wito na sisi wanafunzi ambao tuliobakia sasa tuishi katika utaratibu hawa masika zetu walioishi. Wameishi kwa akhlaki na tabia njema, sio hivi leo tunavyoishi sisi kusema kweli mashariki na magharibi. Namuomba Allah Subhanahu wa ta'ala kwa dhati ya moyo wangu na kwa unyenyekevu kumuomba Allah Subhanahu wa ta'ala amsamehe Sheikh wetu Sheikh Ahmad Ismail Makata pale alipokosea na ampe kauli thabiti, lakini amweke sehemu pema peponi. Wallahi kauli ambayo ya mwisho nilipokwenda kwake kabla ya muda hivi kwenda kumuona, aliniambia maneno yafuatayo: unaniangalia nini? Unaniona huruma nini? Mimi natoka peponi. Sio unaniona huruma nini? Kwa nini unadhania mimi Yahudi? Unadhani kwa nini Nasara? Mimi Muislamu bwana. Mimi natoka peponi na wanafunzi wangu wote tutakuja kukutana peponi. Haya ni maneno ya Sheikh Ahmad Ismail Makata akiwa na tafaul na matendo ambayo ameyatenda kipindi hicho, kwamba mimi sio Mnasara, sio Mkristo, wala sifi katika mila isiyokuwa Kiislamu. Mimi ni Muislamu na nakufa hapa naondoka, wala usihuzunike wala nini, tutakutana peponi. Allahumma warhamhu, Allahumma warhamhu, Allahumma warhamhu, Allahumma thabitu bil qawli thabit. Allahumma ja'al qabrahu rawdan min riyadil janna wa la taj'al qabrahu hufran min hufarin niran. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.